Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Mojawapo ya big stories ambazo zina trendi huko Instagram ni swala zima la Harmonize kuweza kumvaa Diamond Platnumz kwa kuweza kumchana baada ya kuiga kutoka kwa Bruno Mars, msanii wa Marekani, kwenye wimbo wake huu mpya wa Happy. Harmonize ameweza kuandika ujumbe mzito ukisomeka hivi kupitia Instagram page yake. Ameandika, mziki wa hapa Bongo hauendelei kwa sababu ya huu ujinga. Yaani unashindwa kukaa chini kufikiria idea yako, unaenda kuiba kwa mtu mwingine tena miaka 9 iliyopita. Kwa hili umefeli bro. Lazima nikuambie ukweli, kwa ukubwa ulionao hatukutegemea hili, ni ushauri tu. Lakini hayo maneno yameonekana kuwagusa mashabiki wengi, na hata Diamond Platnumz mwenyewe kama ameyaona, basi lazima kuna hali fulani ameweza kuifeel moyoni. Na sio mara ya kwanza kwa wasanii wa A-list, na wazungumzia wasanii ambao wamekuwa ni vinara kwenye muziki wa hapa nyumbani, kuweza kuchanana makavu live na kuweza kuambiana ukweli pale ambapo wanaona kuna mambo hayajakaa sawa. Sasa kwa hili Harmonize pia ameweza kuibua hisia za mashabiki mbalimbali. Wapo ambao walokaa kwa upande wa positive, lakini wapo mashabiki ambao wamekaa kwenye upande wa negative. Tukianza na upande wa positive, mashabiki wamesema kwamba si mbaya kama mtu utakopi na kupaste kitu ambacho kinakupa maslahi na kinakutengenezea pesa bwana. Mkwanja ndo kila kitu. Lakini mashabiki wa upande wa negative wameonekana kushusha mzigo wa lawama kwa Diamond Platnumz kwa kumwambia kwamba amezoea kukopi na kupesti, ni kawaida yake, sio mara ya kwanza, wala hii haijaanza leo wala jana. Ni muda mrefu Diamond Platnumz amekuwa akitupiwa lawama hizi za kuwa anakopi. Hasa ukiangalia kwa wasanii wa Nigeria, asilimia kubwa Diamond Platnumz amekuwa akiwakopi. Kutazama mtu kama Ashake, ni mwanamuziki ambaye alikuja na style zake za tofauti, alikuja na nguvu kubwa na power ya kimuziki, lakini Diamond Platnumz kama kawaida yake hakuacha kupita na upepo, yani kumkopi Ashake. Sasa huu ni mojawapo ya ushahidi ambao unaonyesha kwamba Diamond ni kweli ni mtu ambaye anakopi na kupesti, lakini kwake yeye inaonekana ni maslahi makubwa sana, na ndio maana amekuwa haachi kukopi pamoja na kupesti katika yale ambayo anaona yatamletea faida kwa upande wake na muziki wake. Hapa ukiangalia Diamond Platnumz anachokifanya yeye ni kutaka tu kufanana nao wale ambao wamefika kimataifa. Na ukiangalia nchini kwetu wasanii wamekuwa wakitengeneza safari ya kufikia muziki ule international, yani muziki wetu utangazike kwenye mataifa mengine duniani kote. Sasa tutafanyaje katika kufikiria njia hizo? Ndio kila msanii anakuja na aina yake ya ubunifu wake, japokuwa Harmonize yeye ameweza kupinga kile ambacho Diamond Platnumz ameweza kukifanya. Pengine kwake yeye ameona kiko sahihi. Sasa yupi yuko sahihi katika hawa, Diamond Platnumz pamoja na Harmonize? Wewe kama shabiki wa Wasafi, lakini pia shabiki wa muziki wa nyumbani Tanzania na Harmonize, tuambie kwenye upande wa comments hapo, unahisi nani yuko sahihi? Usisahau kujiunga nasi hapa kila siku kwa habari hizi. We all share.